Habari za mchana ndugu waandishi wa habari. Asanteni sana kwa kuja. Karibuni katika mkutano wa waandishi wa habari ambalo lengo la mkutano huu umelenga kuwasilisha taarifa zinazohusiana na shughuli zilizofanywa na serikali ya wanafunzi Daruso Mlimani. Mimi ni Agnes Adiel Mero, mkurugenzi wa mawasiliano ofisi ya Rais Daruso Mlimani, lakini pia ni msemaji wa serikali ya wanafunzi Daruso Mlimani. Kwanza na Wizara ya Mambo ya Nje pamoja na asasi zinazopatikana ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wizara hii imeendelea kutekeleza wajibu wake kwa kutembelea embassy mbalimbali kama embassy ya Iran pamoja na Marekani ili kubaini fursa mbalimbali zinazopatikana katika embassy hizi ikiwemo masomo ya udhamini, yani scholarship. Wizara hii pia imeendelea kuimarisha ushirikiano baina ya asasi mbalimbali ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tukiendelea na Wizara ya Mikopo. Wizara ya Mikopo imeendelea kusikiliza na kutatua changamoto mbalimbali za wanafunzi kwa kuwafuata wanafunzi mpaka katika makazi yao. Mnamo tarehe 20 Januari 2026, wizara hii ilielekea katika hostel za Magufuli. Lengo la ziara hii ilikuwa ni kukaa chini na wanafunzi, kuwasikiliza na kuchukua changamoto zao ili waweze kuzitatua. Pia wizara hii imeendelea kutoa content mbalimbali au video mbalimbali ambazo zimelenga kuwakumbusha wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kusaini boom la pili kupitia app. Lakini wale ambao wamesaini kupitia SIPA wafike kwa loan officer anayepatikana Yombo 3 wakiwa na valid ID. Tuendelee na Wizara ya Michezo pamoja na Wizara ya Jinsia na Makundi Maalum ambapo wameonyesha ushirikiano katika kuwajumuisha wanafunzi wa makundi maalum katika michezo mbalimbali ikiwemo jogging. Tukiendelea na Wizara ya Afya na Cafeteria. Waziri Pregod Nko, waziri wa afya na cafeteria, ameendelea kusisitiza umuhimu juu ya afya ya akili. Wizara hii imeendelea kusisitiza wanafunzi wanaohitaji msaada wa kimawazo wafike katika counseling unit ambapo watakutana na wataalamu mbalimbali wa afya ya akili ili waweze kuwapa ushauri na nasaha wanaohitaji. Tutie nanga katika Wizara ya Afya na Cafeteria. Wizara hii imeendelea kutoa elimu juu ya afya ya akili na inasisitiza wanafunzi wanaohitaji ushauri na nasaha wafike katika ofisi za counseling units zinazopatikana katika jengo la UDBS. Pia Waziri Mkuu Mheshimiwa Abdulkadir Simba ametembelea campus ya MRI Dodoma. Lengo la ziara hii ilikuwa ni kukusanya na kusikiliza changamoto za wanafunzi wa campus ya MRI Dodoma na kuhakikisha kwamba changamoto hizo zinawasilishwa katika management ya chuo ili ziweze kupata ufumbuzi zaidi. Pia Mheshimiwa Rais William Emmanuel ameendelea kutembelea media mbalimbali na mnamo tarehe 18 Januari, Mheshimiwa Rais William Emmanuel alitembelea kituo cha taarifa yani Clouds Media kwa lengo la kuelimisha au kutoa taarifa juu ya siku ya Mr. and Miss UDSM, tukio ambalo linatazamiwa kufanyika ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mnamo tarehe 13 Februari 2026. Tuangalie upande wa matukio ya Februari 2026 ambapo mnamo tarehe 7 Februari 2026 kutakuwa kuna tukio maalum kwa ajili ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambalo linaitwa Financial Literacy Day. What is Financial Literacy Day? Financial Literacy Day imelenga kutoa elimu kwa wanafunzi juu ya uwekezaji, soko la hisa pamoja na hati fungani. Lengo la siku hii imekuwa ni kuhakikisha wanafunzi wanakuwa na uwezo wa kujiajiri na uwezo wa kujitegemea kiuchumi.
Tuendelee na tukio la Mr. and Miss UDSM litakalofanyika tarehe 13 Februari 2026. Tukiendelea na taarifa juu ya tukio hili, ningependa kuwajulisha wana UDSM kwamba washiriki wetu wameendelea kunoa vipaji vyao katika mafunzo mbalimbali kwa ajili ya siku muhimu na nzuri. Ningependa kuwataarifu wana UDSM kwamba washiriki wetu wameendelea kunoa vipaji vyao kwa kushiriki mafunzo mbalimbali ambayo yanatolewa chini ya idara ya Creative Arts. Washiriki hao wametembelewa na wadau mbalimbali katika tasnia ya fashion, ikiwemo mrembo Miss Cosmo Tanzania 2025 Jessica Michael. Washiriki hao wataendelea kutembelewa na kunolewa na wabobezi mbalimbali katika sanaa ya fashion nchini Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ninawatakia heri ya mwezi mpya wa Februari 2026. Mimi ni Agnes Adelmero, mkurugenzi wa mawasiliano ofisi ya Rais, lakini pia msemaji wa serikali Dar es Salaam Mlimani. For students by students.